Mashindano ya Muungano Cup yameendelea kushika hatima huko visiwani Zanzibar, lakini yamekuwa ni mashindano ambayo yanashuhudia baadhi ya nyota ambao walikuwa hawajaonekana kwa muda mrefu. Kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ni urejeo ama kuonekana kwa kiungo mshambuliaji raia wa Kenya. Huyu si mwingine ni Mohamed Bajaber Mpemba kutoka huko Mombasa. Tunakwenda kuangazia urejeo wa Mohamed Bajaber kwenye kikosi cha Simba, lakini pia kuna taarifa ambazo zinamhusisha Ladak Chasambi, nyota wa zamani wa Mtibwa Sugar, kwamba amesharuhusiwa ama ameshapewa mkono wa kwaheri kwenye kikosi hicho kuelekea timu nyingine. Niko hapa na Shabel Daniel, jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Shabel, Mohamed Bajaber miongoni mwa wachezaji ambao walitambulishwa kwa mambo kubwa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, na mpaka hivi sasa ana goli moja. Ameonekana katika mashindano ya Muungano Cup kama ni miongoni mwa wachezaji waliosafiri na timu kuelekea huko visiwani. Urejeo wake hasa kwenye haya mashindano yanaashiria nini, kwamba klabu ya Simba bado anamhitaji kwa misimu inayofuata? Yes, ni mchezaji mwenye ubora mkubwa sana ambao alionyesha kwenye ligi ya Kenya msimu uliomalizika. Na alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanagombania kinyang'anyiro cha MVP wa ligi hiyo, sababu alisaidia Polisi ya Kenya kuchukua ubingwa wa ligi kuu nchini Kenya. Kwa hiyo kiwango chake kizuri, performance yake pia nzuri kwenye timu ya taifa ya Kenya, the Harambee Stars, iliwavutia Simba kuweza kuweka dau na kumchukua kwenye kikosi chao. Lakini kwa bahati mbaya sana ni mchezaji ambaye tangu amefika Simba amekuwa akisumbuliwa na majeraha ya misuli ya paja. Kwa hiyo amekuwa akimtesa majeraha ambayo yamekuwa yakirudia mara kwa mara. Kwa hiyo yamemfanya akae nje ya kikosi kwa muda mrefu mpaka ikafikia hatua Simba wakaamua kumweka nje ya mfumo wa usajili ili kuruhusu maingizo mapya ya wachezaji kama akina Ura pamoja na akina Libase Gwe waweze kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo sababu kubwa ni majeraha, lakini kuhusu mipango ya klabu ya Simba juu yake, Simba bado wanamcount, bado wanamhesabu kama ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana ambao wakuja kuisaidia klabu yao endapo tu aki-improve physical condition yake, yani utimamu wake wa kimwili ukiimarika, basi ni mchezaji ambaye Simba wako convinced kwamba anaweza kaja kuisaidia timu kwa msimu ujao. Sasa unafikiri mashindano ya Muungano Cup yanaweza kuwa sehemu ya kurejesha ile awareness kwa mchezaji mwenyewe na kutengeneza matumaini tena mengine, na either kocha ambaye huyu kimsingi ndo anaangalia baadhi ya mwenendo ya wachezaji, ama ni mashindano ambayo yatakwenda pia kumpima na kuwa sehemu ya kutoa ile ruhusa kwamba nabakia ama ondoke? Yes, unajua Bajaber, yani sababu pia yeye kuendelea kusalia Simba, sababu kubwa ni Steven Barker, mwalimu wa Simba, kwa sababu bado ana imani kubwa na huyo mchezaji. Kwa maana alipoumia katika kipindi ilikuwa ni kipindi cha Kombe la Mapinduzi, mchezo wa pili, na I think ilikuwa ni mchezo wa finali, ilikuwa ni nusu finali I think dhidi ya Azam. Aliumia kipindi cha pili, alituonesha tena msuli wake wa paja. Klabu ya Simba ilitaka imtoe kwa mkopo, yani akipona wamtoe kwa mkopo katika timu nyingine, lakini Steven Barker akasema ni mchezaji ambaye atakiwa atibiwe, apone hapo hapo akiwa klabuni, then kuna mashindano kama haya ambayo anakuja aendelee kumuassess kwenye viwanja vya mazoezi, lakini pia kwenye mechi kama hizi za Kombe la Muungano. Kwa hiyo ni yeye sasa, it's up to him kuonyesha level ya utimamu wa mwili imefikia wapi, lakini pia kile kiwango ambacho alikionyesha kwenye michezo ya michache kabla hajapata majeraha kipo ama kimedrop, ili mwisho wa siku assessment nzuri iweze kufanywa na iwe fair pindi Simba atakapofanya maamuzi, ama kocha mwenyewe Steven Barker atakapofanya maamuzi either ya kumbakiza kwenye kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao mwaka 2026-27 ama aweze kumuondoa na kuleta mchezaji mwingine tena. Sasa ni ugumu wa ligi ambao umemfanya Bajaber haso kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi Simba, au kuna mambo mengine ambayo binafsi yako umeyashuhudia yamekuwa ni changamoto kwa upande wake? Haiwezi kuwa ugumu wa ligi. Matatizo pekee ambayo yamesababisha asiingie kwenye kikosi cha kwanza cha Simba ni mwili wake wenyewe kuwa broken. Ni mchezaji ambaye ni injury prone, anaumia sana mara kwa mara. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye akiwa fit anaanza kikosi cha kwanza cha Simba. So ni mchezaji mwenye quality kubwa sana na ni versatile forward. Anaweza kacheza kama false number 9, mshambuliaji kivuli mbele, anaweza katokea kulia, anaweza katokea winga kushoto, anaweza kucheza pia behind, nyuma ya mshambuliaji. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anakuofa vitu vingi tactically, technically, lakini pia anampa uwanda mpana mwalimu option
ya kumtumia kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akiwa fit bado naamini ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana akiuchezaji. Sawa, tuliangazia la Chasambi ambaye inasemekana kwamba tayari ameshapewa mkono wa baraka na uongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba msimu ujao kutimka ndani ya kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi. Pengine Chasambi ukiangalia kipaji kikubwa alichokuwa nacho, the way ambavyo aliingia akiwa na profile kubwa kutokea Mtibwa Sugar, ni wakati sahihi wa yeye kuondoka katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Yes, I think ni mchezaji mdogo ambaye ili career yake endelee kumove lazima apate timu ambayo game time, timu ambayo itakubali kumpa muda wa kucheza ili aendelee kucheza na kuonyesha kiwango chake. Yaani wachezaji wadogo sio vyema kukaa nje, kukubali kukaa nje. Ni kukaa nje kwa muda mrefu bila kucheza mechi za ushindani kuna dororesha career zao ama kuna zishusha career zao, kwa sababu wapo katika nyakati, kwa mfano Chasambi yupo katika moment ambayo ili aweze kupiga hatua kwenye career yake anatakiwa acheze mechi nyingi za ushindani ambazo zitamtengenezea uzoefu lakini pia ukomavu zaidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tangu amekuja Simba hajawa reliable ama regular starter kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, na hata imekuwa wazi msimu huu baada ya makocha wote wawili alipoanza Fadu bado alikuwa hampi sana nafasi, alipokuja pia manager Dimitar Pantev alikuwa hampi sana nafasi, lakini pia hata Steve Barker ameonekana kumfungia vioo completely, kwa sababu amekuwa hata mazoezi inaonekana tu mazoezi, lakini kwenye mechi ni ngumu sana kumuona. Kwa hiyo mtoto wa maajabu labda Chasambi, ndio hizi taarifa zinakuja kwamba yupo tayari msimu ujao move on kutafuta timu ambayo itampa muda wa kucheza zaidi na yeye kuonyesha kiwango chake. Na kwa muda wa mkataba wake uliobakia, Chasambi amebakiza mkataba wa mwaka mmoja. Msimu huu kiisha atakuwa amebakiza miezi 6. Kwa hiyo sijajua Simba mipango yao iko vipi, lakini kwa taarifa nilizonazo pia kutoka kwa watu wake wa karibu ni kwamba endapo hata Simba ikikataa kumuuza moja kwa moja, wanaweza wakasaini mkataba mpya afu wakamtoa kwa mkopo. Sawa, wanaweza wakamtoa kwa mkopo. Hilo ndio ambalo linamhusu Ladak Chasambi, kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tumepata kumwangazia Mohamed Bajabil, kiungo mshambuliaji mwingine ambaye huyu amerejea katika mashindano ya Muungano Cup huko visiwani Zanzibar, na pengine anaweza kwenda kuwa sehemu ya mchezo wa leo dhidi ya Mafunzo Football Club. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Naitwa Leopold John, sauti ya mvua, nilikuwa hapa na Shabel Daniel.